Mpendwa mtazamaji, ni siku ya Jumatatu. Karibu katika tafakari ya neno la Mwenyezi Mungu ambalo tunalipata katika Injili ya Yohane sura ya 3 aya ya 1 hadi ya 8. Ni habari ya mtu mmoja aliyekuwa ni Farisayo, ambaye alikuwa ni kiongozi mkuu wa Wayahudi, kwa jina anaitwa Nikodemo. Nikodemo alifuatilia mafundisho ya Bwana wetu Yesu Kristo kwa undani sana. Akatambua kwamba huyu ni rabi, ni mwalimu, anachofundisha ni kweli na kwamba ametoka kwa Mungu. Ingawa wengine Mafarisayo walikuwa wanapinga ukweli huu kwamba Yesu Kristo ametoka kwa Mungu, hakujizuia katika hilo. Akaendelea kufuatilia juu ya ishara ambazo Yesu Kristo alikuwa anazifanya, yaani kuwaponya watu, kuwafufua wafu, baadaye kuwalisha watu, na baadaye kufanya matendo mbalimbali, kwamba ishara hizo ambazo Yesu alikuwa anazifanya, hakuna mtu mwingine yeyote yule anaweza akazifanya ishara hizo kama hajatoka kwa Mwenyezi Mungu. Akaamua aende kinyume na taratibu za wenzake ambao walikuwa wanampinga. Akaamua kumfuata Yesu Kristo usiku. Akawa ni mfuasi wa Yesu kwa usiku, anamwendea pale. Na ndipo basi Yesu anampokea. Anatufundisha kitu gani Yesu Kristo katika habari za Nikodemo? Si watu wote ambao tunawaona kwamba wanampinga Kristo, wanapinga uwepo wake, kwamba ni wote wameingia katika dhambi hiyo. Hapana. Kuna watu wengine katika dini zingine wanatambua uwepo wa Kristo, wanatambua nguvu ya Kristo, wanatambua ishara ya Kristo. Na nimejifunza sana katika mambo haya ya uchungaji. Utajikuta kitu kinachotokea katika kanisa ni hili: maji ya baraka ambayo tunayabariki wanakuja kutumia watu wengine ambao hukuwahi kufikiria, na watu ambao wako ndani ya kanisa hawana mpango wa kuweza kutumia maji ya baraka. Yaani kuna watu wa dini nyingine wanatambua nguvu ya maji ya baraka, wanatambua nguvu ya Kristo, wanatambua uweza wa Kristo, na watu wengine hawataki kuweza kutambua. Wanajua kwamba Kristo ametoka kwa Mwenyezi Mungu, lakini walioko ndani kabisa ya kanisa wanakataa. Hawa ni wale ambao tumewapata jina la Nikodemo. Wanakuja wanamfuata Yesu usiku. Endelea kumfuata Yesu katika nyakati zote zile. Iweze kuwa ni mchana, atakupokea. Iweze kuwa ni usiku, atakupokea. Maadamu unamkiri kwamba ametoka kwa Mwenyezi Mungu, utabarikiwa katika safari ya maisha yako. Anafika pale, anamwambia maneno hayo, na Yesu anamwambia Nikodemo, amin, amin, nakwambia, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu. Alikuwa na maana gani Yesu kuzungumza habari hizi kwa Nikodemo, kwamba mtu asipozaliwa mara ya pili? Kwa dini ya Kiyahudi, na Myahudi yeyote yule alifundishwa jambo hili, kwamba kwa sababu walitoka katika shina la Ibrahimu, hivyo basi kwa sababu Ibrahimu ni babu yao, wao walishakuwa ni wazaliwa, kwa kuzaliwa wao ni wabarikiwa. Yaani zile baraka za Ibrahimu ambazo alikuwa amewapatia baada ya wao kuweza kuzaliwa kutoka kwa Ibrahimu, Isaka na Yakobo, baadaye yakafuata ile watoto 12, wakasema kwa kutoka tu kwa Ibrahimu, maana yake tayari sisi moja kwa moja lazima tuweze kuingia katika ufalme wa mbinguni, haijalishi. Na marabi wakaendelea kuwafundisha jambo hili la ajabu, kwamba Ibrahimu muda wote amekaa kwenye lango la kwenda kuzimu. Yaani akija mtu ambaye ni Myahudi, yeye anamtoa, anampeleka mbinguni. Hawezi kumruhusu Myahudi yote aweze kwenda huko kuzimu. Yesu anakuja kubadilisha, anasema, sikiliza, si kwamba kwa sababu umezaliwa wewe ni Myahudi na kwa sababu Ibrahimu ni babu yako kwamba lazima uweze kuurithi ufalme wa mbinguni. Akasema kuna jambo la ziada ambalo lazima ulifanye. Lazima uzaliwe mara ya pili ili uweze kuurithi ufalme wa mbinguni. Hatuendi mbinguni kwa sababu tumebatizwa. Hutaenda mbinguni kwa sababu baba yako na mama yako walifunga ndoa.
Hutaenda mbinguni kwa sababu baba yako ni mchungaji au baba yako na mama yako ni maaskofu. Vyovyote vile, hutaenda mbinguni kwa sababu familia yako wametoka mapadri, kwenye familia yako siko na masista. Hutaenda mbinguni kwa ajili ya hilo. Hutaenda mbinguni kwa sababu unahudhuria kanisani kila siku. Lazima kuna kitu kipya lazima kifanyike ndani mwako, kwa sababu umezaliwa Mkristo ndio utaenda mbinguni. Haiwezekani. Yesu anabadilisha kabisa mafundisho hayo. Na ni kweli, ukifuatilia sana katika shule mbalimbali ambazo zilikuwa zinatolewa baada ya Yesu kwenda mbinguni, Petro alizungumza katika waraka wake wa kwanza kwa watu wote, sura ya kwanza aya 3, akasema kwamba mtu lazima azaliwe upya katika huruma ya Mwenyezi Mungu. Lazima uweze kuzaliwa upya ndani ya maisha yako. Baadaye Petro akazungumza katika ile pia waraka wake wa kwanza, sura ya kwanza aya 22 mpaka ya 23, akasema hivi kwamba kuzaliwa upya kunatokana na mbegu isiyokuwa imeharibika, ambayo hii imetoka kwa Yesu Kristo mwenyewe. Yakobo alipokuwa anaandika waraka wake kwa watu wote, sura ya kwanza aya 18, alizungumza kwamba kutoka kwa Mwenyezi Mungu ameleta neno lake kwetu sisi ili tuweze kuwa wapya. Yesu Kristo anazungumza, ana maana gani anavyozungumza kuweza kuzaliwa upya na hawa mitume wake? Maana yake nini? Ni kuanza maisha mapya, maisha ya toba, maisha ya rehema. Kila siku ni kufanywa upya ndani mwetu, yaani ndani ya moyo wangu. Mwili wa mwanadamu umegawanyika katika maeneo haya mawili. Kuna utu wa nje ambao ndio mwili huu utachakaa, lakini kuna utu wa ndani ambao ndio nafsi yangu hii lazima iende ikaunganika na Mwenyezi Mungu. Petro na Paulo, hasa Paulo mtume, anasema ijapokuwa utu wetu wa nje unachakaa, lakini utu wetu wa ndani unafanywa upya siku kwa siku. Yaani lazima nijiunganishe na Kristo kila siku, nifanye upya. Huko ndiko kuzaliwa kwa mara ya pili. Huko ndiko kuzaliwa kwa mara ya pili katika mambo ya ubatizo, yaani katika mambo ya kiroho. Nikodemo akashangaa sana, akasema atawezaje mtu kuzaliwa akiwa mzee? Awezaje kuingia ndani ya tumbo la mama yake mara ya pili? Yesu akamwambia, amin nakwambia Nikodemo, mtu asipozaliwa kwa maji na Roho hawezi kuingia katika ufalme wa Mungu. Ina maana gani? Wana wa Israeli walipokuwa wanatoka katika utumwa wa Misri kwenda katika ile nchi ya ahadi, walipita katika bahari ya Shamu, na neno la Mwenyezi Mungu linazungumza kwamba walibatizwa katika ubatizo wa Musa, walizaliwa upya, walibatizwa. Walipokuwa wanatoka katika ile jangwa kwenda kuingia katika ile nchi yao, walipita katika ule mto Yordani. Yesu Kristo mwenyewe pia kabla hajaanza utume wake alibatizwa, alizamishwa, alibatizwa katika mto Yordani. Ndipo mbingu zikafunguka na Mwenyezi Mungu akasema kwamba huyu ni mwanangu mpendwa wangu nilipendezwa naye. Hivyo basi ubatizo au maji yanaonyesha utakaso, yanasafisha. Na ndio maana katika ubatizo tunabatizwa kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Na baadaye pia anavyozungumza habari za Roho, maana yake ni Roho Mtakatifu yule ambaye wakati wa uumbaji alikuwa amekaa juu ya maji. Ni yule ambaye wafalme wote ambao walikuwa wanakuja kutawala kwa Israeli walikuwa wanapakwa mafuta. Ndio maana tunasema nimemkuta Daudi mtumishi wangu mwema, nikampaka mafuta ili mkono wangu uweze kuwa juu yake. Kwa hiyo Roho Mtakatifu kwa kupakwa mafuta maana yake anakuwa ndani mwetu. Na baadaye pia Roho Mtakatifu ni yule ambaye alimfanya Yesu akatungwa mimba tumboni mwa mama Bikira Maria. Na Yesu mwenyewe akasema, ninaondoka nenda kwa Baba, nitamwacha Roho Mtakatifu atakuja ambaye ataweza kuja kuwaongoza. Huyo Roho Mtakatifu siku ya Pentekoste alilifanya kanisa likazaliwa upya, akawafanya hawa mitume waliokuwa wamejifungia ndani wakatoka wakamshuhudia Kristo kwa nguvu, manake walizaliwa upya. Roho Mtakatifu anafanya upya ndani ya maisha yetu. Huyu ndio ambaye anatufanya tuweze kuzaliwa upya, yaani tutaingia mbinguni kwa sababu ya nguvu ya Roho Mtakatifu, kwa sababu tuko wapya. Yesu akamwambia huyu Nikodema kwamba kilichozaliwa kwa mwili ni mwili, kilichozaliwa kwa roho ni roho. Na ndio maana anamwambia usistaajabu kwa kuwa nimekuambia hamna budi kuzaliwa mara ya pili. Tumombe Mwenyezi Mungu sana katika nyakati hizi ambazo tunapuuzia katika mambo ya kiroho.
tunashikilia mno mambo ya kimwili. Watu kwa sababu wamezaliwa ni Wakristo, wanaona kwamba wataingia mbinguni, wanaacha katika kufanya upya maisha yao kila siku. Tunamwacha Roho Mtakatifu, tunaacha katika kuweza utakaso ambao ni wa damu ya Bwana wetu Yesu Kristo kwenda katika kitubio. Tunajiona kama ni wenye haki. Mafundisho ya Nikodemo na Yesu yatufanye tuweze kuwa wapya siku kwa siku, na baadaye tuweze kuurithi ufalme wa mbinguni. Akubariki na kulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.